Jambo wa ndugu, kwa jina naitwa Emerance. Leo nakuletea video ya mpya. Endelea kunifuatilia sana kila wiki. Nitaanza kuwekea video ya mpya kwenye Facebook, kwenye YouTube. Nitaanza kuwekea video ya mpya. Lengo yangu mimi nijifunze kutoka kwako, ujifunze kutoka kwangu. Mazuri yangu chukua, mabaya uache. Na mimi mazuri yako nitaichukua, mabaya nitaiacha. Leo pointi yetu ya leo ni kuzungumzia kuhusu maisha. Watu wengi wanafikiria kuwa Bulaya ndio kufanikisha maisha, na wengine wanafikiria kuwa Afrika ndio kufeli maisha. Kwangu mimi nimekatala. Kama unakubali is okay. Na kama uko na mengine unajua wewe, unaweza nipigia simu, niko 24 hours hewani, na nikiona miss call yako, kama miss call, nitakuja kupokea na kuita, tunaongea. Najua umenipata. Huyu ni Emerance. Watu wengi wanajua kuja Bulaya ndio kufanikisha maisha. Jamani, hata nikwambie sasa, kuja Bulaya sio kufanikisha maisha. Maisha popote. Mimi naleta mfano kwangu, kwa sababu mimi napendaga kwanza mimi mwenyewe nijiseme, kisha baadaye niseme mtu mwingine. Na sipendagi kusema mtu mwingine, napendaga nijiseme mimi mwenyewe. Sikia nikwambie ndugu yangu, kubali, katala, yeye nakwambia ni kweli. Wakati tulikuwa mule mkambi, mimi natoka kambi ya Rugufu, Tanzania. Tulikuwa sikia duniani kama mbinguni, duniani kama mbinguni. Yaani, ukienda duniani kama mbinguni, hakuna miti, hakuna udongo, hakuna panya, hakuna kitu kibaya. Yaani duniani kama mbinguni, naingia mbinguni kabisa. Sasa wakati mimi nikafikiria hivyo, watu wanasema duniani kama mbinguni, mimi akili yangu nikachukua duniani kama mbinguni. Yaani nikishaenda USA hakuna kifo. Kwa sababu kwa akili yangu mimi najua hivi, mtu akisha kufa anakuwa anazikwa kwenye udongo. Sasa kule USA hakuna udongo. Kuko duniani kama mbinguni. Yaani hakuna udongo, mtu akwa kina kufa. Mimi nikafikiria mtu akufagi kabisa USA, ukishafika USA hauwezi kufa. Ndugu yangu nisikie. Nikaanza kuomba Mungu nisaidie. Mungu nisaidie na mimi niende duniani kama mbinguni. Mungu nisaidie niende duniani kama mbinguni. Bahati mzuri Mungu akanisaidia kweli. Na sisi tukatoka kwenye Centramed. Hivi mimi kwa sababu nikikuja Bulaya sasa nitakuwa na raha ima ya hatari. Tukatoka kwenye Centramed, tukaujiwa, tukamaliza. Tukatoka kwenye GVA. Sikia sasa GVA na ikakuja. Wa Amerika ni wajanja sana. Walivyoanza kutuoji, wakaanza kutuoji. Unakaa unavuta sigara? Hapana. Unakaa unakunywa pombe? Hapana. Unakaa malaya? Hapana. Unakaa unachukua vitu vya watu, ushagawahi kuuana? Hapana. Hapana. Ukisema tu ndio, unakosa mtihani. Sasa wakati jivi iko natuoje hivyo, mimi nikafikiria Bulaya bata wafutaji sigara, nikafikiria Bulaya bata wakunyagi pombe, hakuna basharati, ni mwanaume ni mwanamke, hakuna basharati. Nikachukua Bulaya sema ni nchi yenye natakata sana. Yaani kama nikasema kweli duniani kama mbinguni. Ndugu yangu ukisema ndio, unakuwa unavuta sigara hivi na hivi, utakosa mtihani. Lakini kuna vingine sitakwambia vyote. Tukaikala bahati mzuri tukapita GVA. Migration ikakuya. Migration nayo ikatuoje hivyo hivyo. Sasa migration ikaongezea kingine. Ikatulizea hivi, nchi yako wewe na USA biko napigana, utasaidia nchi gani? Utasema USA, bana kuuliza why. Utawaambia kwa sababu USA ndio itakuwa nchi yangu. Hapo hivyo napata. Lakini kuna vingine ndugu tulilapa sana. Mungu atusamee. Yaani tulijikamatia laana sisi wenyewe. Mungu atusamee sana. Ndugu yangu tukaikala Afrika. Mimi hivi niko nasema nikienda Bulaya, jamani, sitaanza kupiga chakula, sitaanza fanya chochote duniani kama mbinguni. Yaani wewe ni kukula na kulala, kukula na kulala. Mungu sawa sumani. Tukatoka tukakuja USA. Kufika USA niko state niko naitwa New York. Ndio kwenye niko. Tulifika na saa 5 ya usiku. Ndio tulipokelewa pale kwa airport na wakeswaka.
Ile saa tano usiku kwanza tungali kwenye uwani. Si unaona usiku matali na waka. Tungali uwani. Tukaona kabisa ni nchi. Nikasema wow. Dunia kama mbinguni kabisa. Tukapokelewa kesho aka tukaingia mnyumba. Tulipoingia mnyumba, tulikuwa na usingizi, tukakuta chakula kiko pale kumeza, yaani kwambia tulikutaka kitoto cha kuku. Kiko hapa hivi. Mimi sikulaga. Ndishindoka kula, wenzangu akaanza kunicheka aseme mimi niko mshamba. Nikaona kuku sio kuku, haina hata maonjo. Nikasema ndio kuku za huku. Wenzangu walinichekaga sana, wakaanza kunicheka. Nikasema it's okay. Asubuhi sasa, ndugu mpendwa, sikia. Nikaamka, ilikuwa ndama saa 3, sitasahau. Saa 3 za asubuhi nikaamka. Mimi kuamka nikatoka nje. Ya kwanza mimi kuangalia udongo, nikaona udongo. Nikashituka. Kupiga macho nikaona miti, nikaona majani. Nikasema Mungu wangu, mbona huko alikuwa anasema duniani kama mbinguni, hauwezi ona udongo, hauwezi ona miti, hauwezi ona chochote kile. Mbona inaona ndugu yangu nilichukua udongo nikagusa mikono, nikasema ni udongo kama wa Afrika. Nikanyamanza. Mimi kunyamanza, nikarudia mnyumba. Kwanza nyumba yetu tulifikia hemu, nikasema hii ndio nyumba za Bulaya Hakuna tena kusema. Ikafika ndo masaa 8 hivi za mchana, nikaona panya. Nikasema mbona Bulaya wanasemaga kuagi panya na kuagi mende? Mbona mende hizi? Mbona panya hizi? Ndugu yangu nikashangaa. Hapo mimi sikuishia hapo. Nikaikala. Tukalala siku 3. Kesho kakakuja, alikuja na translate. Akaja tuambia leo mko na check up. Akaleta gari, tukapakiza kwenye gari, tukaenda. Mimi nikaikala ngambo ya dirisha pale, kujikuko dirisha pale. Ndio nilikala. Nikaenda naangalia nje. Kuangalia nje alikuwa na translator, kaka mmoja alikuwa anaitwa Jean Claude, alikuwa Mrundi. Ndio alikuwa translator wetu. Mkuzunguruka, yani tulikuwa tunaenda hospitali ambali kisijui kama litembeza 35 minutes au 30 minutes. Tulishakuwa mbali kabisa, nikaona makaburi, shamba kubwa la makaburi. Mimi nikasema hizo makaburi. Nikaangalia pale mimi siko kana ikala kimya. Nikauliza Keswaka. Nikamuuliza Keswaka, samahani kaka. Niulize huyo mzungu mwana tubeba. Huko kuna kwa makaburi, watu wanakufaga. Ule kaka alinichekaga. Alinicheka ule Keswaka. Oh my God. Wenzangu wote wakaanza sema angalia mwingine sana kuaga. Mimi nikasema acha kwa niulizie. Ule nani? Ile translator kaniambia jana unasema hivi. Nikamwambia niulizie kwa sababu huko Afrika tulikuwa tunasikia duniani kama mbinguni mtu hawezi kufa. Ule Kesa akaniambia hivi. Sikia nikwambie dada. Yesu alionja kifo. Hata na wewe mwanadamu utaonja kifo. Kwa sababu ya nini? Uko na damu na maji, lazima uonje kifo. Mimi nikasema hapana, Bulaya mtu hawezi kufa. Akasema hapana, sisi ni makaburi. Tukaanza bishana pale. Tukaendelea tukafika kwa hospitali. Kufika kwa hospitali mtoto wetu. Nilionaga watu banene, sijaonaga. Watu banene. Nikashangaa nikasema ungera watu banene ni banini? Nikashangaa ndugu yangu. Nikaona wagonjwa, nikaona walemavu. Juu kule Afrika alikuwa anasema ukifika Bulaya hawezi kuwa mlemavu, hawezi umwa. Yaani kule kabisa dunia kama mbinguni. Na mimi kila nikasema hawezi umwa. Yaani kama umwa hawezi kufa. Nikashangaa, nikauliza translator wetu, nikamwambia mbona wengine ni wanene sana? Akaniambia hivi, ni chakula cha huku Marekani ndio kinanipesha vile. Lazima tuanze kula chakula kitu cha Afrika. Mimi nikasema chakula gani? Wakaanza sema ni makuku, nguruwe, manyama, yaani vitu vya madamada. Juu huku nyama inaweza zaliwa leo, baada ya wiki moja mbuzi mnaichinja. Ng'ombe inazaliwa leo, baada ya wiki 2 mnachinja ng'ombe. Kuku ikizaliwa leo, jioni mnaichinja. Yaani leo asubuhi, jioni ikifika ishakuwa kubwa hivi. Mnachinja mnakula. Na ndio ile madawa, yaani chemical ndio inasumbua watu sana. Nikashangaa ndugu yangu, acha nikwambie, nifuatilie sana. Kuna mengi ya ujue mwenye kwa hapo. Nikashangaa.
nikarudia. Nikaja jifunza sasa kitu kimoja, nikasema kumbe nitakufa, kumbe kubula kuko makaburi. Nikajua kama vile tutaendelea vile kupewa zile pesa na bakeswaka na kukula kama gesi tutakula. Tukaikala kama tulikalaga miezi 2, tukaanza kutafutiwa kazi. Sikia nikwambie wewe ndugu yangu mwenye uko Afrika. Tukaanza tafutiwa kazi, tukapata kazi. Kazi tulivyopata, tukaanza enda kazini. Unaenda kukazi na saa 12, unarudia kunyumba na saa 12. Ukienda kazi saa 12, unarudia kunyumba na saa 12. Tena kazi yenyewe unasimama kama mti. Sikia nikwambie ndugu yangu mwenye uko Afrika. Sijakatala usikuje, lakini nakwambia wewe uko na raha mwenye uko Afrika. Kwa sababu Afrika unaweza lala, unaamka saa yote unapenda. Lakini huko hakuna kulala unaamka saa yote unapenda. Niambie unataka saa 12, unaamka kama saa 12, unaanza kwanza unaamka na saa 10, unaanza kujitayarisha kuoga kila kitu. Unachukua fungua gari na saa 11. Kwa sababu kazi huanza na saa 12. Mzungu anaheshimia saa sana. Na ukichelewa tu wanakufukuza kazini. Unasimama hiyo saa 12, kazi yako tena inaisha saa 12. Unasimama kama vile mti. Maana semanga kuna break, una take break ya saa ngapi? 30 minutes. 15 minutes ndio break. Na ukishachukua hizo basi wewe ni kusimama kama mti. Jamani, tunakuja utumwa, tunatumwa kubula, yani ni utumwa. Yani unaikala yani utakasema nikaanza sema huko ndo Ulaya kabisa. Mbona tunajitesa sana? Ukose kwenda kazini, unagesema atakufuatilia. Kwa nini unakwenda kazini? Hakuna kuumwa. Usimwambie, ukisema nilikuwa naumwa banakwambia hivi, ulete excuse ya kupitari, yani ulete sijui niseme aje bwana. Ya ulete hicho yani baone kama kabisa kama ulikuwa naumwa. Kama ukubeba jamani wanakufukuza kazini. Tena hivyo wanapofukuza kazini unaanza sema nitafute ingine kazi. Ni maisha hii, maisha ya shida sana. Ndugu yangu, tukaendelea hivyo kutumika hiyo kazi. Mimi miguu ikaanza kunivimba mwenzenu. Mimi sikuzoea kusimama wima masaa 10. Miguu ikaanza kunivimba. Ima siku tu niko kazini tu nikaanguka. Ila kwa bili kweli, nilikuwa katika kazi ya laundry. Nikaanguka mkazi. Kuanguka nikapelekwa kwa hospitali, wakaita ambulance, wakaniweka kwa maserumu, bakapima baganga ba huku hakuna magonjwa. Tatizo ni ile wima. Tujue mimi sikuzoea kuikala wima muda mrefu. Lakini kama gesi niliangukaga, niliachaga kazi. Mimi kurudia tu. Nikalala siku 2, nikaanza enda tena kwa kazi, tena kusimama. Ndugu yangu mwenye kwa Afrika. Ndugu yako akikutumia pesa shukuru. Rafiki yako akikutumia hata $20 shukuru. $50 shukuru. Usizarau. Pesa hazitoki easy. Yani usidhani pesa ni easy. Na mimi naona kama pesa za Afrika ni easy kuliko pesa za Ulaya. Watu wengi wanajua kuwa Ulaya sema unafanikisha maisha. Hapana, sio kufanikisha maisha. Huko Ulaya tunakuja kujitesa. Na kweli kuna wamoja wanafanikisha maisha na kuna wengine hawafanikisha maisha. Juu kwa sababu ya nini? Kwanza wewe mwenyewe unajiima raha. Sikali kuambia sasa. Unajiima raha. Unakosa kula. Unakosa kujipodoa, unakosa kuvala, unakosa kuvalisha watoto. Unasema hii $50 bora nitumie ndugu yangu mwenye uko Afrika ajisaidie. Kwa sababu ya nini? Ukisema ninunue hiki hatapata pesa. Sasa mwenye uko unatumia ile $50 ndugu yangu, usizarau, ishike kabisa na mikono moja. Sema asante, muombe baraka kwa sababu kazi ndio tunatumika huko Ulaya. Siwezi kukutajia. Kuna wengine tunakoropa mavi, tunahosha mavi. Basi kudanganya, tunatandika vitanda 24 hours. Tunatandika vitanda yaani masaa 12 unatumia kitanda kama vile mtumwa. Unakuja mgongo tu unaluma, shingo inaluma. Yaani kama sasa wenye tuko na watoto wadogo akishafika mnyumba upenda hata mtoto kuambia mama hi, how are you? Aupendi. Unamwambia it's okay. Unakuwa kama vile simba kwa sababu ya kuchoka. Ndugu yako anapokutumia pesa sema tujenge nyumba Afrika. Kaka yangu, mama yangu, mujenge kabisa, usimkule pesa. Kwa sababu hiyo nyumba yuko unajenga Afrika wewe, hiyo nyumba ndugu yako mwenye yuko Ulaya hata kuja kulalia, mwenye atalala hiyo nyumba ni wewe na watoto yako. Sisi tunajenge kama kawaida tu. Unasikia?
Usizani mimi niko Bulaya nitatoa watoto wangu na kuja kwa Afrika na kuja kukaa watoto wangu wote kwa Afrika, hapana. Sasa wewe, mimi najenga nyumba kwa Afrika, wewe unaanza kunikula pesa. Unaanza nikula pesa. Sasa unanirudisha nyuma, kisha baadaye unasema eti dada yangu mwendaga Bulaya kufanya kazi. Kaka yangu mwendaga Bulaya kufanya kazi. Mama yangu mwendaga Bulaya kufanya kazi. Ndugu yangu aliendaga Bulaya kufanya kazi. Ndugu yangu nifuatilie. Niko na message ya kukwambia. Endelea kabisa kunifuatilia. Haijaisha. Napenda kucheka sana. Kuwa na roho ya huruma ndugu zetu wenye wako Afrika. Si wenye wako huko Bulaya ndio tunapaswa tuendeleze kwa nchi yetu. Lakini mnaturudisha kwanza nyuma. Msizani hizo pesa hizi tunalala. Yaani kwanza wewe ulali, mtu analala masaa 5, masaa 4. Tena unalala unaweka simu hapa. Simu ikianza kulia alarm ikilia tu. Hakuna tena kufunga macho. Uko na usingizi, usipokuwa na usingizi, uko na mchoko, usipokuwa na mchoko utasimama kukitanda, unaenda kazini. Unapiga hesabu watoto wangu basivali, nijengeshe ile nyumba. Nyumba yangu ipigwe manjaje. Sio nyumba yangu mimi. Sasa nasema nyumba zetu, lakini kwa sababu ni wewe mwenye kunajengesha, lakini ni nyumba yako wewe. Tusikulane pesa. Na usidhani mwenye kubula simi kuna raha, hapana, iko mshidi mwe hatari. Msidhani pesa huko zinachumwa, hapana. Pesa ziko yani pesa nazi kutafuta sana. Atufanikishe maisha, hapana. Sometimes mwenye mko Afrika wewe, nitakutumia pesa na kutumia $100. Unaingia msoko unanunua kuvipodozi, unanunua kwa manguo, unavala vizuri, unapendeza kunizidi mimi. Kisha baadaye utanipigia simu, mimi nishanunua gari Mimi nakwambia, ndugu yangu mimi sijanunua gari. Utasema John hujanunua gari wakati pesa ndio kwa nitumie. Jamani, tukue na roho ya upendo, tupendane, tusikina sio bonye huko Bulaya huruma, atukufanikisha maisha na kifo kiko popote pale. Watu wengi wanajua kuja kwa Bulaya ndio kuwa na maisha mazuri, hapana. Kingine kitu kingine nishangaza sana. Wenzetu wazungu, juu Afrika tukifika Bulaya unasikia utaenda kutunzwa sana Marekani. Lakini wazungu benye nchi yao, benye wiko na pesa hapa, kwa natunziwa hapa, banaenda kutunziwa India. Unaona? Sisi wa Afrika tunajua hapa ndio kuko kuko uponyaji wote. Benzetu hapa asema hapa hakuna uponyaji. Kama iko na pesa zake anaenda kutunzwa. Yaani mimi nikajifunza kima kitu nikasema uponyaji unakuwa natoka tu kwa Mungu. Dase. Hata ukienda wapi kama siku ya safari yako inafika, unaondoka tu. Uponyaji ni fasi yote ile. Lakini sijakataza usikuje ku Bulaya. Kuja. Kwa sababu nikikwambia ku Bulaya tuko mshida, unasema jo ashafika kule USA, ndio maana nasema eti biko mshida, hapana, kuja. Huku ndugu yangu tunarambulia tu kula. Tunakula vizuri sana. Unapokula sasa vizuri sana. Yaani mimi naonaga tu tunakula vizuri kwa sababu kazi inapoisha utaenda kuomba chakula, watakupatia ile kadi ya chakula, banaitaka food stamp. Wanakupatia ile food stamp, pesa zinaanza kuingia mule. Sasa utazitoa, zinaingia tu za chakula. Ndio mimi naonaga vizuri. Lakini utaanza kutumika, niambie sasa. Unatumikia 1200 kwa mwezi. Uko na mabile 700, unalipa nyumba. Moto maybe nakuja 200. Niambie chakula hivi, na ukishapata hiyo kazi maana kata chakula chao. Amerikani bajanja, hawapendi uweke pesa. Au pendi uendeleze nchi yenu. Hapana, Waamerika sio hivyo. Waamerika wanapendaga pesa zao zote zinazunguruke hapa kwa USA hapa. Waamerikani bajanja sana ndugu yangu. Nisikilize sana. Niambia sasa utabakia na ngapi? Unapobakia mikononi na kaangalia ile bakia na 100. 100 unapiga hesabu. Unasema hii 50 madaipa watoto, unaambia daipa watoto $25. Unaenda pale kuko masabuni, kuko vinini unaweka. Unapiga budget bora mikono bakia hata basi na $50. Ile $50 ikikuwa nyingine mwezi na kutumia wewe na kwambia bwana nunua mabriki hiyo tuendeleze, wala nunua nunua cement tuendeleze. Wewe unakula 50 unanyambia sema mtoto alikuwa anaumwa, mtoto alikuwa anafanya hivi. Je, tuulizane, singekuja huko Bulaya mtoto angeumwa? Maana sisi tulikuwa kula Afrika. Tulikuwa tunaumwa. Lakini tunajitunza pale pale tu kama kawaida. Lakini wenzetu wenye huko Afrika, wenye huko Bulaya wenye wiko mkambi, wenye wiko Kongo, wenye wiko wapi, unasikia kidogo shaka mtoto anaumwa, fulani anaumwa, fulani kafungwa, fulani Jamani,
Tuache tabia kama hizo wa ndugu zetu. Tuache mtusikilia si huruma. Na sisi tulikuwa mkambi, tulikuwa Kongo. Wakati watu walikuwa baja kuja huko, ilikuwa kila mtu ajigomee. Lakini kwa sababu Mungu ali open milango na kusema eti wewe unapaswa uende usaidie mtu fulani, usaidie jirani, usaidie na ndio hapo tusaidiane ndugu yangu, tusaidiane. Na sisi tunachoka. Hatulali Bulaya, hatulali. Na mtasema huyu dada alisema hivi kwa sababu ndugu yake wanamuomba pesa. Hapana, sisemei tu ndugu yangu, nasemea watu wote. Watu wote kabisa ndio nasemea. Sisemei tu ni ndugu yangu wala nani, hapana. Unaposikia hii video yangu ifuatilie kabisa, la kila wiki itaanza kuwaletea mavideo za mpya. Asante.